Natoa picha kamili. Mnamo tarehe 7 mwezi wa 3 2025 kulikuwa na maandalizi ya mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara namba 184. Mchezo ambao ulipaswa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Usiku wa tarehe 7 mwezi wa 3 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kulitokea sintofahamu ambayo ilipelekea klabu ya Simba kutokupata nafasi ya kufanya mazoezi ya mwisho ya mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara namba 184 ambao ulitakiwa kuchezwa kesho yake. Usiku huo Simba Sports Club kupitia release letter ama barua ya wazi wakaandika kwamba wamegomewa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Wakatoa sababu zao, aliyewazuia meneja wa uwanja, na wakatoa tamko la kwamba wao hawatoshiriki huo mchezo mpaka watu ambao wameleta noma kuchukuliwa hatua. Tarehe 7 baada ya Simba kutoa barua yao usiku huo, asubuhi kulikucha, bodi ya ligi TFF wakiwa wanaendelea na maandalizi ya mchezo na klabu ya Yanga wakiwa wanaendelea na maandalizi ya mchezo. Alinukuliwa mwenyekiti wa bodi ya ligi ndugu Steven Mguto akisema kuna sintofahamu imetokea jana. Kaulizwa na waandishi wa habari, saa hizi tunavyozungumza na wewe ni saa 5 kamili asubuhi, mechi ipo? Hakuna. Mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye ni msimamizi wa ligi kuu alisema mechi ipo. Watanzania waelewe hapo, alisema mechi iko pale pale, watu waendelee kukata tiketi, waendelee kuwasili Benjamin Mkapa na mageti yafunguliwe, washabiki wa mpira wa miguu waingie uwanjani waende wakatizame mechi. Watanzania tukaendelea kukata tiketi, tukaingia Benjamin Mkapa. Kufikia saa 8 mchana, mechi ikiwa inatakiwa ianze saa 11 jioni, mechi ile ilitoka barua ya bodi ya ligi kwamba mchezo umehairishwa. Yanga tukatoa tamko ya kwamba sisi tunaleta timu, kama mchezo utahairishwa leo, hakuna tarehe nyingine yoyote tutakaocheza mchezo huu bila kuelezwa sababu za msingi za kuahirishwa huu mchezo. Watanzania wanatakiwa kuelewa hilo eneo. Sasa tuulizane maswali. Naona kuna machawa, naona kuna watu wana njaa, naona kuna watu wenye chuki binafsi na klabu ya Yanga wanaelekezana kwamba tarehe 15 kuna mechi, Yanga asipotokea atakatwa pointi. Hawa watu walikuwepo tarehe 8 mwezi wa 3, Simba akiwa amegomea mechi usiku. Hakuna mchambuzi yoyote aliyesema kwamba kesho Simba au baadaye Simba sipapeleka timu kwenye mechi siku ya tarehe 8 atakatwa pointi 15. Hakuna. Ila kwa njia zao, kwa chuki zao binafsi, wametoka mbele za kamera, kwenye media zao, kwenye vyombo vyao vya habari, wanasema Yanga asipotokea. Oya, Watanzania wanatakiwa kuelewa. Kwanza, bodi ya ligi walisema wanachunguza hili jambo. Uchunguzi wao, majibu yao hayakutoka hadharani, tukaambiwa. Nilimsikia kakaangu Karimu Boimanda, afisa habari wa bodi ya ligi, akisema kwamba bodi ya ligi
wao hawachunguzi kesi, lakini bodi ya ligi ndio bodi ambayo ilitueleza kwamba mechi imeahirishwa na sababu zao wakasema wanachunguza kwenye release letter ya bodi ya ligi. Mpaka leo hakuna Mtanzania anayejua sababu za kuahirisha ule mchezo, lakini Simba Sports Club sio klabu ya kwanza duniani kuzuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Sio klabu ya kwanza, na sio kwamba FIFA kafu hawajui kwamba sio. Narudia tena, naomba Watanzania wanielewe kwenye hii lugha. Simba sio klabu ya kwanza na haitokuwa klabu ya mwisho kuzuiliwa kufanya mazoezi akiwa mgeni kwenye uwanja wa mwenyeji wake. Sio klabu ya kwanza na wala sio ya mwisho, haitakuwa ya mwisho. Bado kwenye mashindano mengi tunayoshiriki watu wanazuiliwa, hawafanyi mazoezi, aidha kwa kuna mechi, muda ambao wanataka kufanya mazoezi, au kuna sababu zingine. Haitakuwa klabu ya mwisho kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Lakini FIFA wakaweka sheria na kanuni. Kama kuna klabu mwenyeji itamzuia mgeni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, wameweka sheria na kanuni zitakazomhukumu klabu mwenyeji, kitu ambacho ndio tulikuwa tunakitaka sisi Yanga Afrika, kwamba tarehe 7 mwezi wa 3 ni siku ya Simba kufanya mazoezi kwenye uwanja, kwa sababu yeye ni mgeni. Kanuni zipo na sheria zipo kwamba kama hajafanya mazoezi mwenyeji anachukuliwa hatua gani, zipo. Ndicho kitu kilichotakiwa kufanywa, lakini tarehe 8 mechi ifanyeje? Ichezwe. Mechi imeahirishwa kihuni. Yanga tunasimamia hapo kwamba mechi iliahirishwa kihuni. Nani amechukuliwa hatua? Kwa hiyo ili Yanga icheze tarehe 15, nini kifanyike ambacho mnakitaka nyinyi? Kuna watu wanapaswa kujiuzuru kwenye nafasi zao, wameshindwa kusimamia mpira wa miguu. Wameshindwa kusimamia sheria na kanuni kwa kilichotokea tarehe 7 mwezi wa 3 usiku. Hakuna mtu aliyechukuliwa hatua, hakuna mtu yote aliyeshtakiwa, hakuna mtu yote aliyefanywa chochote. Yaani azifu kwamba tarehe 7 Simba kutokufanya mazoezi uwanja wa Mkapa kilikuwa ni kitu cha kawaida. Hata Simba mimi nimewashangaa sana. Yaani mimi ni mtu ambaye nimewashangaa Simba Sports Club kwamba wamezuiliwa kutokufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Gharama walizotumia kwa maandalizi ya mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3, wakazuiwa kufanya mazoezi. Hapo hamna mtu yote anachukuliwa hatua na Simba wamekaa kimya. Yaani mimi ni kitu ambacho nimekishangaa na nimekishangaa sana. Yuko wapi CEO wa bodi ya ligi? Yuko wapi katibu mkuu wa TFF? Kwa sababu tukiongea wote tuwe wawazi. Rais wa TFF hakuwepo nchini. Rais wa TFF hakuwepo nchini. Lakini tukiwa wakweli na wawazi, mwenyekiti wa bodi ya ligi alisema mechi ipo siku ya mechi asubuhi. Yuko wapi CEO wa bodi ya ligi? Yuko wapi katibu mkuu wa TFF? Kazi yao nini? Katibu mkuu ndio mtendaji mkuu wa TFF. Yuko wapi CEO wa bodi ya ligi ambaye ni mtendaji mkuu wa bodi ya ligi? Yuko wapi? Nani ameahirisha mechi kiolela namna ile? Watanzania tunapaswa kuelewa huu mpira wetu wa Tanzania, tunapaswa kujua shida ni nini na nani amechukuliwa hatua gani. Sasa Young Africans tunataka kutibu mpira wa Tanzania.
na ninaamini kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kipenzi cha Watanzania. Jina la udaktari ya kupewa kwa bahati mbaya. Kuitwa dokta maana yake ana uwezo wa kutibu matatizo yote ya nchi, na mpaka Watanzania tukamwamini kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake anao uwezo wa kutatua matatizo yetu wa Tanzania. Moja kati ya Watanzania wenye matatizo ambao wanahitaji kutatuliwa tatizo ni wanafamilia wa mpira wa miguu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ombi kutoka kwa wapenzi wa mpira wa miguu. Kuna mgogoro mkubwa kati ya TFF, bodi ya ligi na klabu ya Yanga. Hili ni tatizo kubwa ambalo linaweza likaleta shida kubwa. Mpira unaumiza. Mpira unaumiza. Sisi mashabiki wa Yanga tumetafuta pointi kwa jasho na damu. Sijui kama mnanielewa. Mnaona tunaongoza ligi kuu Tanzania bara kwa alama moja. Hatukuipata kirahisi. Hatukuipata kirahisi. Hiyo alama moja tu tunayoongoza nayo kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kuna watu wanahangaika nayo usiku na mchana kuiondoa alama moja wao kukaa juu. Hawaipati. Leo anatokea mtu anatamka kirahisi tu, Yanga Afrika itakatwa pointi 15. Oya. 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 Mmefikiria hizo athari ambazo zitawakuta baada ya nyewe? Nisikilize dada yangu, acha hizo athari ambazo unaziwaza kwa Yanga. Waza athari ambazo zitatokea kwenye mpira wetu na nchi yetu, baada ya Watanzania wanaopenda klabu ya Yanga kuumizwa, kupokonywa pointi 15 ambazo walizitafuta kwa jasho na damu. Itakuwaje? Ukishalifikiria hili, ndo hapo unatakiwa kama kiongozi ujue namna gani ya kulitatua hili tatizo, ili Yanga asiondolewe pointi zake, ili Simba asiondolewe pointi zake, kila mtu aridhike. Mimi sina haja ya kupiga hesabu za Yanga kupongonywa pointi 15 kwa sababu unajua hicho kitu hakiwezekani. Hakipo. Na sitakubaliana nacho. Nisikilize. Kanuni hiyo ifanye kazi ya tarehe 15. Ya tarehe 8 mwezi wa 3, kanuni gani mfanya kazi? Nijibu hapo. Mnaona mnavokaa kimya? Mnaona mnavokaa kimya? Ndio swali ambalo sisi linatuumiza kwenye mioyo yetu. Tarehe 8 mwezi wa 3 mechi kuchezwa. Nani amekatwa pointi? Hatua gani zimechukuliwa? Kwa hiyo tarehe 8 mwezi wa 3 Simba kugomea mechi ni sawa. Tarehe 15 mwezi wa 6 Yanga kugomea mechi sio sawa. Simba ana haki zaidi kwenye nchi kuliko Yanga. Sio kwamba mpira ndio unataka utende haki kwenye hivi vilabu. Dadangu, unaona swali langu lilivyokuwa gumu kwako? Na ndio lilivyogumu kwenye mioyo ya viongozi wa bodi ya ligi. Wameshindwa kusimamia mpira wa miguu Tanzania. Na njia pekee ya kusuluhisha hili jambo ni wao kujiengua. Basi. Yaani umeshindwa kusimamia mpira, kaa kando. Hatuwezi kukosa watu kwenye watu milioni 60 wa kuiongoza bodi ya ligi na TFF. Hatuwezi kukosa. Tarehe 8 mwezi wa 3 mechi haikuchezwa. Hatujui tatizo ni nani, amehukumiwa nini, hizo pointi amekatwa nani. Hiyo tarehe 8 mwezi wa 3 uje kuikata Yanga, uje kuikata Yanga Afrika. Wana Yanga tuko zaidi ya milioni 35 over. Kwenye hili tushikamane, tuwe wamoja, tusubiri kumuona mtu atakaye ukodi uwanja wa Taifa, kwa sababu Yanga mnasema ndio mwenyeji wa mchezo, si ndio? Mechi imeshazungumza itakuwa Benjamin Mkapa. Aliyetaja uwanja nani? Aliyetaja bodi ya ligi ndio anachagua uwanja wa ligi kuu utakotumiwa na Yanga. Yaani Yanga mnasema ndio mwenyeji wa mchezo, au kafu wenyewe huwa wanatuuliza mnatumia uwanja gani, wanakuja kukagua, si ndio?
Si mliwaona Simba hapo kwenye CAF Confederation? Walisema uwanja wao wa nyumbani ni Benjamin Mkapa kwenye mchezo wa nusu fainali na fainali. Wakawaeleza kafu wakaja wakakagua uwanja, si ndio? Wakasema uwanja huu bado haujakidhi. Wakawaambia Simba, tupeni uwanja wenu mwingine. Simba wakasema uwanja wao mwingine ni New Amani Complex. Wakaenda kucheza semi final pale. CAF wakawaagiza Simba na TFF kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa bado, uwanja wa Simba mwingine waliotugaia ni New Amani Complex, na tumeenda kukagua, maandalizi ya fainali yatafanyika New Amani Complex, si ndio? Na kuuliza wewe, mnasema Yanga ndio mwenyeji wa mchezo, Yanga ndio anachagua kiwanja. Tukisema dabi tulitaka kuipeleka Mwanza, ni kosa kwetu? Tukisema uwanja unaotumika ni New Amani Complex, ni kosa? Aliyeenda kulipa gharama za uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka anasema tarehe 15 ni nani? Na hili lichukueni tena leo. Tatizo mnalolizalisha leo litakuja kuleta shida mpaka kwenye ligi kuu msimu ujao. Kama mna uwezo wa kukodishia uwanja Yanga, mechi ya ligi kuu ikaenda kuchezwa Lupaso, kwenye hiyo mechi yenu mnaosema mnaenda kupeleka marefa, makamishina wa mechi, mnaenda kupeleka Benjamin Mkapa, ina maana kuna mtu kalipa uwanja ule, si ndio? Ligi kuu msimu ujao, Yanga tutasubiri bodi ya ligi na TFF kutukodishia uwanja wa kuchezea ligi kuu. Hatutakuwa tunalipa tena gharama za viwanja vingine. KMC tunalipa. Tumeondoka pale Azamu, tumelipa. Sio kama unanielewa. Hakuna tena ligi ya msimu ujao ambayo Yanga ana uwezo wa kukodi tena kiwanja. Asanteni.